Tuanze na habari kutoka Kivu Kusini ambako mapigano makali yanaendelea kuripotiwa katika maeneo ya Minembwe na Itombwe wilayani Mwenga katika mkoa wa Kivu Kusini, huku hali ya usalama ikiendelea kuwa ya wasiwasi kutokana na mashambulizi na mapambano kati ya jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na makundi yenye silaha yanayoshirikiana na muungano wa AFC M23. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya kiusalama na jamii ya kiraia katika eneo hilo, mapigano yanaendelea katika kijiji cha Bidegu tangu majira ya asubuhi. Inadaiwa kuwa vikosi vya FARDC pamoja na washirika wao walikuwa wamefanikiwa kusonga mbele hadi eneo la Ilundu, lakini baadaye walisukumwa nyuma hadi Bidegu baada ya kukabiliwa na upinzani mkali kutoka kwa wapiganaji au kwa waasi wa Twirwaneho. Wakati huo mashambulizi mengine yalifanywa na FARDC katika eneo la Kitavi pia ameripotiwa kuzuiwa na vikosi hivyo kulazimika kurudi nyuma hadi Kalingi. Katika mstari wa mapambano wa Kakenge, hali inaonekana kuwa tulivu kwa muda, ingawa vyanzo vya eneo hilo vinaonya kuwa mapigano yanaweza kuanza wakati wowote. Siku ya Jumatano, jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC lilitangaza kuwa limefanikiwa kuteka tena mji wa Minembwe Centre ambao unachukuliwa kuwa moja ya ngome muhimu za kundi la Twirwaneho. Hata hivyo, taarifa kutoka kwa vyanzo vya usalama pamoja na viongozi wa kijamii za kiraia zinaeleza kuwa Minembwe Centre bado iko chini ya udhibiti wa waasi wa Twirwaneho na washirika wao wa AFC M23. Mbali na mapigano ya ardhi, wakazi wa eneo hilo pia wanaripoti mashambulizi ya anga yanayofanywa na ndege ya kivita aina ya Sukhoi 25 inayotumiwa na FARDC. Matumizi ya ndege zisizo na rubani maarufu kama drone yameripotiwa katika operation za kijeshi zinazoendelea katika maeneo mbalimbali ya kivita. Kuendelea kwa mapigano hayo yanazidisha hofu miongoni mwa wananchi ambao tayari wameathiriwa na migogoro ya muda mrefu katika eneo la Minembwe. Baadhi ya familia zimeanza kuhama makazi yao wakihofia kuathiriwa na mapambano hayo, huku mashirika ya kiraia yakitoa wito wa kulindwa kwa raia na kuheshimiwa kwa sheria za kimataifa za kibinadamu. Hadi sasa kuna taarifa rasmi kuhusu idadi ya waliouawa au kujeruhiwa katika mapigano hayo ya hivi karibuni. Hata hivyo, hali inaendelea kufuatiliwa kwa karibu, huku pande zote zikiendelea kupigania udhibiti wa maeneo muhimu katika eneo la Minembwe. Kutokana na hali hiyo, wananchi wanaendelea kusubiri kurejea kwa utulivu na amani katika sehemu hiyo ya Kivu Kusini ambayo imekuwa ikikumbwa na migogoro ya mara kwa mara na makundi yenye silaha. Tujielekeze mara moja katika mkoa wa Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako hali ya usalama inaendelea kuzorota katika eneo la Butakirwa wilayani Walikale mkoani Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya mapigano makali kuzuka kati ya makundi mawili yenye silaha yanayoasimiana. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, mapigano hayo yalisababisha vifo vya wapiganaji 5 kutoka pande zinazoasimiana zinazokinzana. Ingawa idadi kamili ya majeruhi bado haijathibitishwa rasmi, taarifa za awali zinaonyesha kuwa makabiliano hayo yalikuwa makali na yakiendelea kwa saa kadhaa katika maeneo ya karibu na makazi ya raia. Kutokana na hali hiyo, mamia wakazi wa Butakirwa walazimika kukimbia makazi yao wakihofia usalama wao. Wanawake, watoto na wazee walionekana wakielekea katika vijiji vya jirani wakitafuta hifadhi salama, huku wakiacha nyuma mali zao na shughuli zao za kila siku. Mashuhuda wanasema milio ya risasi nzito na nyepesi ilisikika ilisababisha taharuki kubwa miongoni mwa wananchi. Baadhi ya familia zimetembea umbali mrefu kwa miguu ili kujinusuru na mapigano hayo ambayo yalitokea kwa ghafla. Mashirika ya kiraia katika eneo ya Walikale wameelezea wasiwasi wao kuhusu kuongezeka kwa mapigano kati ya makundi yenye silaha, yakionya kuwa hali hiyo inaweza kuongeza idadi ya watu waliokimbia makazi yao na kuzidisha mzozo wa kibinadamu ambao tayari unaathiri sehemu nyingi za Kivu Kaskazini. Wakazi waliokimbia wameomba mamlaka za serikali pamoja na vikosi vya usalama kuchukua hatua za haraka ili kurejesha utulivu na kuhakikisha wananchi wanaweza kurejea nyumbani kwa usalama. Wameeleza hofu ya kukosa chakula, maji safi na huduma za afya ikiwa wataendelea kubaki nje ya makazi kwa muda mrefu. Kwa upande wake, viongozi wa eneo hilo wanaendelea kufuatilia hali ya usalama, huku wakitoa wito kwa makundi yenye silaha
kusitisha mapigano na kuheshimu maisha ya raia wasiokuwa na hatia. Tukio hili ni sehemu ya changamoto kubwa za kiusalama zinazoendelea kushuhudiwa katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo migogoro ya makundi yenye silaha imekuwa ikisababisha vifo, uharibifu wa mali na wimbi kubwa la wakimbizi wa ndani. Mpaka sasa hali katika eneo la Batakirwa inaelezwa kuwa bado ni ya tahadhari, huku wananchi wengi wakiendelea kusubiri kurejea kwa amani na usalama katika eneo yao. Tubaki huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako wasiwasi unaendelea kuongezeka katika kambi ya watu waliokimbia makazi yao katika eneo la Kigonze mjini Bunia katika mkoa wa Ituri, baada ya watu 6 zaidi kufariki dunia tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka 2026, yani siku ya juzi. Vifo hivyo pia vimeongeza idadi ya waliopoteza maisha katika siku za hivi karibuni na kuzua hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa kambi hiyo pamoja na mashirika ya kiraia. Hata hivyo, chanzo halisi cha vifo hivyo bado haijajulikana, huku mamlaka za afya zikisubiri matokeo ya uchunguzi wa kitabibu unaendelea. Tukio hili linajiri siku moja baada ya vifo 7 vilivyoripotiwa tarehe 17 mwezi wa 6 na watu wengine 4 wamefariki siku iliyotangulia. Mlolongo huo wa vifo vya ghafla umeibua maswali mengi kuhusu hali ya afya na mazingira na maisha ya ndani ya kambi. Mashirika ya kiraia, hususan uratibu wa chifu wa Buhema Kaskazini, ameomba mamlaka za serikali pamoja na washirika wa kibinadamu kuchukua hatua za haraka ili kutathmini hali halisi na kutoa msaada unaohitajika. Wito huo pia umeelekezwa kwa shirika la afya duniani WHO pamoja na mashirika mengine ya afya ili kusaidia uchunguzi na kuimarisha huduma kwa wakazi wa kambi hiyo. Kwa mujibu wa taarifa zilizopo, timu za afya na wataalamu wa kukabiliana na majanga tayari zimeanza kazi ya kusimamia mazishi kwa usalama na kufuatilia hali ya kiafya ya watu wanaoishi katika eneo hilo, huku wakisubiri majibu ya vipimo vya maabara. Mratibu wa mashirika kiraia wa Bahema Kaskazini, Charite Banza Bavi, ameonya kuwa hali ya kibinadamu katika kambi ya Kigonze inaendelea kuwa mbaya zaidi. Ameitaka serikali ya mkoa pamoja na mamlaka za kitaifa kuchukua hatua za haraka ili kuzuia kuongezeka kwa madhara na kulinda maisha maelfu ya watu waliokimbia makazi yao. Wakati uchunguzi ukiendelea, wakazi wa kambi hiyo wanaendelea kuishi katika hali ya hofu na sitofahamu, wakisubiri kufahamu chanzo cha vifo hivyo na hatua zitakazochukuliwa kurejesha usalama wa afya zao. Kutoka Bunia mkoani Ituri, ndiyo ilikuwa taarifa kamili kutoka katika eneo hilo. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, tujielekeze moja kwa moja katika mkoa wa Manyema, ambako taharuki na huzuni imetanda katika mtaa wa Kasuku jijini Kindu mkoani Manyema baada ya msichana mwenye ualbino mwenye umri wa takriban miaka 15 kuvamiwa nyumbani kwao na watu wenye silaha ambao walimnyang'anya mali na kumchukua damu kwa nguvu. Tukio hilo limetokea usiku wa kuamkia tarehe 15 mwezi wa 6 katika eneo la Ewabora. Kwa mujibu wa viongozi wa eneo hilo, watu hao waliojihami waliingia kwa nguvu katika nyumba ya familia ya mzee Sebastien Shako, ambako anaishi msichana huyo anayejulikana kwa jina la Mariam Sakina. Wahalifu hao walisababisha hofu kubwa kwa familia na majirani kabla ya kuiba vitu mbalimbali vya thamani. Hata hivyo, jambo lilozua mshtuko mkubwa zaidi ni kitendo cha kumlazimisha msichana huyo kutoa damu kabla ya kutoroka eneo la tukio. Kiongozi wa eneo la Ewabora, Morisho Sadiki, amesema kuwa licha tukio hilo la kikatili, msichana huyo kupata majeraha yalihatarisha kabisa maisha yake. Hata hivyo, ameathirika kisaikolojia kutokana na tukio hilo ambalo limeibua hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa Kindu. Baada ya tukio hilo, vyombo vya usalama vilianza uchunguzi wa haraka na kufanikiwa kumkamata mmoja wa washukiwa anayedaiwa kuhusika katika uvamizi huo. Uchunguzi bado unaendelea ili kubaini na kuwakamata washirika wengine waliotoroka. Mashirika kutetea haki za kibinadamu pamoja na wakazi
wakazi wa Kindu wamepongeza hatua ya kukamatwa kwa mshakiwa mmoja, lakini wamezitaka mamlaka kuimarisha usalama na ulinzi kwa watu wenye ualbino ambao mara nyingi ukumbwa na vitisho, ubaguzi na mashambulizi yanayochochewa na imani potovu ya kishirikina. Katika miaka hivi karibuni, mashirika ya haki za kibinadamu yamekuwa yakitoa tahadhari kuhusu visa vya utekaji, mashambulizi na mauaji dhidi ya watu wenye ualbino katika maeneo mbalimbali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Matukio hayo mara nyingi uhusishwa na imani za kishirikina zinazolenga na baadhi ya viungo vya mili yao, yani mili ya maalbino. Mamlaka na wadau wa kijamii wanaendelea kutoa wito wa kuongeza kampeni na uhamasishaji na kuhakikisha wahusika wa vitendo hivyo wanachukuliwa hatua kali za kisheria ili kulinda kundi hilo ambalo linaendelea kuwa katika hatari kubwa. Kutoka Kindu mkoani Manyema, hiyo ndiyo hali ya sasa kuhusu tukio hili linalozua hisia kali na kulaaniwa na wananchi wengi.